anasema yu hai. Mitume wengine wamebaki kaburini, lakini yeye ametoka kaburini, na siku ya leo tuko hapa kuadhimisha siku maalumu ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, katika jina la Yesu aliye hai. Jiwe kubwa halikumzuia, mihuri haikumzuia, askari waliowekwa kulinda kaburi hawakumzuia. Biblia inasema ya kwamba wakati malaika ameshuka toka mbinguni, maandiko yanasema ya kwamba wakawa kama wamekufa. Wakawa kama wamekufa. Waliokabidhiwa kulinda wakawa kama wamekufa. Nataka nitangaze asubuhi ya leo, tunapoanza mwaka mpya wa Kikristo, mwaka wa kufufuka kwa Yesu Kristo, chochote kilichokabidhiwa kulinda hatima yako, usitoke, usifufuke, usifanikiwe, usisitawi, kikawe kama kimekufa kwa jina la Yesu aliye hai. Kitakuwa kama kimekufa. Na utatoka. Nasema tunatoka kwenye kila aina ya kaburi, kwenye kila aina ya kifungo, tunatoka katika jina la Yesu. Sema amina kama unaelewa. Sikiliza, iko tofauti kati ya shimo na kaburi. Shimo ni eneo la wazi lililochimbwa, halina mtu ndani yake. Kinachotofautisha kati ya shimo na kaburi ni kwamba kaburi lenyewe kuna mtu amelala ndani yake, lakini kaburi ni shimo la kawaida. Umefika wakati wa kuyafanya makaburi yabaki mashimo, maana kila aliyeshikiliwa ametoka. Nasema ametoka. Haleluya. Kila aliyeshikiliwa kwenye kaburi la aina yeyote, Pasaka hii tunatoka kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kila kaburi la uvivu wa kuomba, unaomba tu dakika 2 umechoka, natoka kwenye hilo kaburi, natoka kwenye hilo kaburi. Kuanzia sasa tutaomba sawa na neno la Bwana. Anasema mtaomba pamoja nami hata saa 1. Wakati umefika ambapo muda wetu mfupi wa kuomba itakuwa ni lisali 1. Niwe uko nyumbani, niwe uko mahali popote, tutaomba kuanzia lisali 1 na kuendelea. Na tutampa Mungu muda wa asubuhi mzuri. Kabla hatujashika simu zetu, tutashika Biblia, tutashika magoti, tutamwabudu Mungu aliye hai. Huu ndio mwaka wa kupindua ulimwengu. Kama unaamini pamoja nami, piga makofi mengi kwa Yesu. Fungua kitabu chako cha Tenzi namba 94. Leo kama tulivyosema, tuna ibada moja tu na tuweze kwenda kusherehekea pamoja na familia. Christian we are family. Kanisa ni familia. Kwa hiyo ninakushukuru na ninakupongeza kwa kuwahi kwako, ili tuweze kusherehekea pamoja na baadaye tuwahi kwenda kusherehekea sikukuu pamoja na familia. Tenzi namba 94, tutakwenda kumsifu Mungu kwa tenzi hiyo namba 94. Siku ya mbingu kujawa na sifa. Siku ya mbingu kujawa na sifa, dhambi zilizidi duniani, Yesu akaja azaliwe mtu, awe na watu ulimwenguni. Alinipenda, alinilia, ameondoa na dhambi zangu, alinifia nipewe haki, yuaja tena Mwokozi wangu. Na siku moja walikwenda naye, wakamkaza msalabani, aliumia, aliaibishwa, ili atuokoe dhambini.
alihusika. Jiwe likatoka mlangoni, alifufuka kwa kushinda kwake, naye yuko milele mbinguni. Alinipenda, alinifia, ameondoa na dhambi zangu. Alifufuka nipewe haki, yuwaja tena Mwokozi wangu. Siku moja atatujia tena, utukufu wake tutauona. Atawaleta na wapenzi wetu, Mwokozi wangu tutaonana. Alinipenda, alinifia, ameondoa na dhambi zangu. Alifufuka nipewe haki, yuwaja tena Mwokozi wangu. Alinipenda, alinipenda, alinifia, ameondoa na dhambi zangu. Alifufuka nipewe haki, yuwaja tena Mwokozi wangu. Alinipenda, alinipenda, alinifia, huyu Yesu ameondoa na dhambi zangu. Alifufuka nipewe haki, haleluya, yuwaja tena Mwokozi wangu. Alinipenda, alinipenda, alinifia, ameondoa na dhambi zangu. Alifufuka nipewe